Zanzibar, kisiwa chenye historia ndefu ya siasa, demokrasia na umoja. Kadiri siku zinavyosogea kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025, macho ya wengi yameelekezwa kwenye Tume ya Uchaguzi Zanzibar, taasisi ambayo imebeba jukumu la kuhakikisha kila hatua ya mchakato wa uchaguzi inafanyika kwa amani, uwazi na uadilifu. Wakati taifa likiendelea kujiandaa kwa zoezi hilo muhimu la kidemokrasia, Tume ya Uchaguzi Zanzibar imeonyesha dhamira thabiti ya kuhakikisha mazingira yote yanayohusiana na upigaji kura yanakuwa salama, huru na ya haki kwa wananchi wote. Kutana na Juma Sanif Sheha, mkuu wa mkurugenzi wa elimu ya wapiga kura na mawasiliano kwa umma kutoka Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar ZEC, anatueleza namna ambavyo maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa Zanzibar yalivyoandaliwa. Kimsingi kwa upande wetu Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar tunaweza kusema kwamba matayarisho ya uchaguzi yako vizuri sana, ukizingatia kwamba vifaa tayari vimeshafika ama vimeshasambazwa katika ofisi zetu za wilaya. Kama tunavyojua kwamba Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar ina ofisi za wilaya za kudumu. Kwa mujibu wa wilaya zetu tulizonazo Zanzibar, tuna wilaya 11. Kwa hiyo vifaa vya uchaguzi kutoka katika afisi ya wilaya, kutoka afisi kuu, tayari vimeshafika katika ofisi zetu za wilaya, na tayari maafisa wetu wako tayari wanasubiri kuvigawa siku mbili kabla ya uchaguzi kuvipeleka katika vituo vyetu vya kupiga kura. Lakini pia vile vile tukiachilia mbali ya vifaa, hali kadhalika mafunzo kwa watendaji wetu wale katika ngazi ya watendaji wa majimbo tayari wameshapatiwa mafunzo. Lakini pia vile vile ushirikishwaji wa wadau, mikutano mbalimbali na semina zimeshafanywa za wadau wakiwemo vyama vya siasa, lakini pia vile vile watu wa habari tumeshafanya nao mikutano mbalimbali na semina kwa upande wa Unguja na upande wa Pemba. Pia vile vile na kukutana na baadhi ya makundi maalum zikiwemo asasi za kiraia na wananchi ambao wanatoka katika taasisi za vijana, za watu wenye ulemavu, lakini pia vile vile na taasisi za wanawake. Kwa hiyo swala zima la ushirikishwaji wa wadau kuelekea katika uchaguzi mkuu na kujua kitakachoendelea katika siku ya tarehe 29 tayari wanauelewa kutosha. Lakini pia vile vile kama hiyo haitoshi, katika upande wetu katika ofisi zetu za wilaya nao wameshaendesha mafunzo kwa wale walimu wa mawakala, tunaita TOT, kwa sababu sisi tunasomesha TOT kwanza, alafu TOT wale wanakwenda kuwasomesha mawakala wao wa vyama vyao. Mafunzo hayo yameshafanyika kwa upande wa Unguja na Pemba katika wilaya zetu zote. Tukiachilia mbali swala zima la kutoa mafunzo na matayarisho ya vifaa, lakini pia vile vile kuelekea katika swala zima la utoaji wa elimu ya wapiga kura, tume imeendelea na utoaji wa elimu ya wapiga kura katika maeneo mbalimbali. Tukiachilia mbali matangazo yanayokwenda katika vyombo vya habari ya TV na television, radio, lakini pia vile vile tuna TV yetu ya ZEC Online TV, tunaachia matangazo yetu mbalimbali kuona kwamba wananchi wanauelewa wa kutosha kuhusiana na mchakato wa uchaguzi. Lakini vivyo hivyo katika eneo hili la elimu ya wapiga kura pia Tume ya Uchaguzi Zanzibar ili kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa mpaka walioko katika grassroots level, tuna gari letu la matangazo ambalo linapita kila shehia kwa upande wa Unguja na Pemba ili kuhamasisha wapiga kura kuweza kujitokeza, sio kujitokeza tu, lakini pia vile vile kuhudumisha swala zima la amani na utulivu. Lakini pia vile vile kwa upande mwingine wa upande wa elimu ya wapiga kura, Tume ya Uchaguzi Zanzibar imetoa vibali, jumla ya vibali 48 kwa asasi za kiraia ili kuisaidia tume katika swala zima la utoaji wa elimu ya wapiga kura. Jukumu la kutoa elimu ya wapiga kura kwa mujibu wa sheria lipo kwa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, lakini pia vile vile lina uwezo wa kuratibu. Sheria yetu ya uchaguzi kifungu cha 106 na 107 kimetoa fursa kwa asasi za kiraia ambazo zenye nia ama dhamira ya kuweza kuisaidia tume katika eneo la utoaji wa elimu ya wapiga kura. Kwa hiyo wanaweza kufanya hivyo. Asasi inaweza kuwasilisha maombi kwa maandishi na kupatiwa kibali, lakini pia vile vile wakati wa utoaji wa elimu kwamba asasi hizi zinatakiwa kutumia mtaala wetu, na ikibidi kutumia mtaala wao basi lazima tuthibitishe. Kwa hiyo hadi sasa hizo asasi tayari zinaendelea na shughuli mbalimbali na tumekuwa tukishirikiana nao katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Tuseme tu kwa hatua ya awali sasa hivi kwamba Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar
imejiridhisha na utoaji wa elimu kwa asasi za kiraia, kwa sababu imetoa miongozo yake wenyewe tume ya uchaguzi, ambapo asasi za kiraia zinafuata miongozo ile ya elimu ya piga kura, lakini pia vile vile tumewapa mtaala wetu, machapisho, kila kitu tumewapatia. Kama hiyo haitoshi, pia tunawapatia wawezeshaji pia kutoka katika afisi zetu. Tumesema kwamba tuna afisi za wilaya 11 na kule kuna watendaji wetu, maafisa wetu, kwa hiyo wanashirikiana nao katika ngazi za shehia wanapokwenda kutoa elimu, lakini pia vile kuna baadhi ya asasi tumeshirikiana nazo makao makuu kwenda kutoa elimu ya kura. Kwa mfano jana tulikuwa tuna jumuiya ya wasaidizi wa sheria wa wilaya mjini, lakini pia vile tulikuwa tuna Pondeza Foundation baraza la Klechi la zamani pale, na leo hii pia kuna asasi nyingine ambayo tutakuwa nayo jioni, tunaendelea nayo. Kwa ufupi tunaendelea kushirikiana nao na tunashukuru kwamba wanatusaidia kwa kweli, kwa sababu hata vile vilelezo vya elimu ya piga kura, kwa mfano vipeperushi, posta, hivyo wanatusaidia katika kuvitapanya. Kama hiyo haitoshi, pia vile vile wale watendaji wetu wanazo fomu za tathmini zinawafanyia tathmini wanapokwenda kutoa elimu ya piga kura, na mpaka sasa hivi hatujapata ripoti mbaya yoyote inahusiana kwamba asasi zilizokwenda kutoa elimu kwamba zimeanza kupiga kampeni au zimeenda kinyume na miongozo au maelekezo ya tume. Mpaka sasa hivi tunashukuru tunakwenda vizuri na asasi hizi. Tume ya uchaguzi Zanzibar imeweka msingi imara na kuhakikisha historia mpya inaandikwa kwa heshima, haki na umoja. Baadhi ya wakazi wa Zanzibar wanaeleza namna ambavyo wamejiandaa kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 ili kupata haki yao ya kikatiba. Naitwa Badru Hamadi Suleiman. Ndio nimejiandaa kupiga kura. Ndio umuhimu wa kupiga kura ni kupata maendeleo mazuri katika nchi. Natamani rais anayekuja awe na maendeleo kwenye fungu la vijana, kwa sababu maisha yako tight kidogo. Aweze kutoa labda nafasi tofauti kama opportunity za ajira vijana, aweze kuwa kama kampuni, viwanda, kwa sababu vijana tuna nguvu kubwa katika nchi. Tupate at least ngalo viwanda kadhaa Zanzibar, tupate makampuni, tupate opportunity za kufanya kazi. Umuhimu wa amani ni mkubwa sana, kwa sababu amani tuna familia zetu, tuna wazazi wetu, tuna ndugu zetu, na alafu vita sio vizuri, vita vigumu. Amani ni kitu muhimu katika nchi, na anayechaguliwa hapa lazima adumishe amani, kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani, si nchi ya fujo bro. Mimi naombea vijana wenzangu, tuende kwa wingi, tukapigeni kura, baadaye turudi nyumbani tukatulieni. Tuangalie serikali itachukua mkono gani. Naitwa Neema William. Nimejiandaa vizuri kwa ajili ya kushiriki uchaguzi, na pia tunaomba viongozi wetu watakaochaguliwa watuongoze vizuri, tuwe na amani, kuwe na utulivu, wasibague kabila, rangi, yani wafanye vitu sawa, sitoe rushwa, yani wakiwa na nadi sera zao wawaahidi, afu mambo yale watakaoahidi yawe ya kweli. Wasinadi tu afu baadaye wakaja wakapata uongozi wakapuzia yale mambo alokuwa natuahidi, labda watatutengenezea kitu fulani afu wasifanye. Msipuzie kwenda kupiga kura, maana ni jambo la muhimu. Maana unapofika pale ukapiga kura ukamchagua kiongozi unayemtaka wewe, ni vizuri zaidi kuliko kusimliwa au kusikia kwa mtu kasema mimi nimemchagua fulani. Inabidi uende moja kwa moja wewe mwenyewe ukaseme jamani, mimi namhitaji mtu fulani, maana ni huyu, labda akiwa kiongozi tutapata maendeleo. Zanzibar inasubiri Oktoba kwa utulivu na matumaini mapya, na kama msemo wa kale wa Kiswahili unavyosema, amani ni tunda la hekima. Bila shaka hekima hii ndiyo itakayolinda kura, kulinda wananchi na kulinda mustakabali wa taifa hili lenye neema.